Waswahili walisema mtoto akililia wembe mpe, ukimkata shauri yake. Msemo huu tunataka kuutumia kulinganisha yale ambayo yanaendelea katika chama cha ODM. Oburu Odinga alililia wembe na umemkata. Aibu iliweza kupata kikosi cha Oburu Odinga katika uwanja wa Tononoka Grounds Mombasa, baada ya umati wa wananchi ambao walikuwa wamelipwa kufika kwenye mikutano ya kikosi cha Oburu Odinga, mikutano ya Linda Ground, kuamua kuondoka kwenye mikutano huku wakiwa wanaimba nyimbo za kumsifu Sifuna. Sifuna, Sifuna. Mwanzo Oburu Odinga alipokuwa anazungumza alizomewa vikali na kikosi cha wananchi ambacho kilikuwa kimelipwa na kina Okech Salla kukuja kuleta wingi kwenye uwanja wa Tononoka Grounds. Ilibidi gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sherif kujitokeza kuambia vijana watulie, kwa ishara angalau kumpea Oburu Odinga nafasi ya kuhutubu. Na furaha kwanza watu vijana kidogo sisi tumekuja hapa kuongea na wananchi juu ya mambo fulani ambayo inahusu chama chetu cha ODM. Nyinyi nyote mnafahamu ya kwamba tulipoteza kiongozi wetu wa chama chetu ya ODM, Baba Raila Amolo Odinga. Mahala ambapo unaona Okech Salla, jua kwamba William Ruto yupo. Okech Salla sio eti kwamba anampenda Oburu Odinga, hapana. Okech Salla anatumika na William Ruto kusambaratisha chama cha ODM. In fact, Okech Salla ndiye anatumika na William Ruto kupeleka pesa kwa chama cha ODM. Kabla ya mikutano hii ya chama cha ODM kung'oa nanga katika kaunti ya Mombasa, Tononoka Grounds, Okech Salla alifika na pesa. Alipofika akajaribu kuwasihi wananchi waweze kumuunga William Ruto mkono na kuhudhuria kwenye mikutano ya chama cha ODM. Wananchi waliweza kumwimbia Sifuna, Sifuna, ishara kwamba hawataweza kufuata ule upande wa Oburu Odinga. Wao wamechagua kufuata upande wa Edwin Sifuna wa kusema Ruto one term, Ruto must go. Upande wa Edwin Sifuna ambao unasema chama cha ODM hakitaingia kwa serikali.
Karibu tena tuweze kuchanganua hili swala, tulione ni wapi ambapo chama hichi cha ODM kilitobokea mpaka maji yakaanza kunyesha au mvua ikaanza kunyesha kwa nyumba ya baba Raila Amolo Odinga. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu ukapige subscription, bonyeza kengele, like video. Ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu pindi tu tunapozichapisha. Like video tafadhali, na niruhusu nizungumza na vijana. Sisi ndio tutabadilisha Kenya tukishirikiana na wazee wetu, mama zetu, baba zetu. Kwa hivyo kijana, endapo hauna kitambulisho unakosea. Tunataka kuweza kuhakikisha kwamba tunabadilisha Kenya, na Kenya haitaweza kubadilika endapo hauna kitambulisho. Isije ikawa kwamba tunaimba nyimbo za kusema kwamba Ruto must go na hauna kitambulisho. Jumatatu ya tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026, kimbia mpaka kwa chief au assistant chief akupee barua ya kushika ID. It is absolutely free. Chukua kitambulisho. Kitambulisho kikija, tafadhali ninakuomba tujiandikishe kama wapiga kura ili sauti zetu zikuje kuzungumza katika uchaguzi ujao. Mtu asikudanganye eti kwamba kura yako moja haitaweza kubadilisha chochote. Hiyo kura yako moja itabadilisha na itaajiri viongozi wapya ambao watatusaidia kazi. Kwa hivyo chukua hatua, jisajili. Mzazi, endapo kuna mtoto wako mwenye hana kitambulisho, endapo kuna relative wako mwenye hana kitambulisho, msihi aende achukue kitambulisho. Karibu tusonge mbele. Unajua, tangia Edwin Sifuna alipoenguliwa madarakani, Oburu Odinga nina imani kwamba ameweza kusoma kitu, kwamba yule ambaye walikuwa wanafikiria hana maana, kumbe ndiye alikuwa anashikilia chama. Hebu jiulize, hapa Tononoka Grounds, mahala ambapo wananchi waliamua kuondoka kwenye mkutano huku wakiwa wanaimba nyimbo za kumsifu Sifuna, si walikuwa wamelipwa ili kuweza kusifu Oburu, Gladys Wanga na wengine? Lakini mbona waliamua kuondoka huku wakiwa wanamsifia Edwin Sifuna? Kwa nini? Wananchi wamegundua kwamba kikosi cha Oburu kiko kwa minajili ya kupiga mnada chama cha ODM, na yule ambaye anazungumza spirit ya baba ni kikosi cha Edwin Sifuna, ambacho ni kama vile James Orengo, Babu Owino na wengine. Lakini sitaki nikule maneno mengi. Ni kitu gani ambacho kiliweza kusababisha mpaka wananchi kuondoka kwenye mkutano? Namba moja, unapaswa kuelewa mkutano huu, viongozi wa chama cha ODM katika uwanja wa Tononoka hawakukuwa na ajenda. Ajenda yao ni kusema kwamba waunganishe chama, waende kwenye table au meza ya kunegotiate, kupewa vyama. Na wacha nikuambie, endapo Oburu Odinga hata acha hii tabia ya kuwaeleza mashabiki wazi kwamba lengo lao ni kuweza kuunganisha chama cha ODM, ni kuweza kuambia wananchi waunge
chama cha ODM mkono, kisha waingie kwenye meza ya mazungumzo, wapewe vyeo. Wasipoacha hii tabia, basi wananchi wengi wataenda kuacha. Wacha nikuulize, je, does it mean that matatizo ya Wakenya sasa hivi ni chama cha ODM kiweza kupata vyeo? Ni chama cha ODM kiweza kupewa kiti cha deputy president? Hapana. Wananchi wako na matatizo ambayo yanawazumbua. Matatizo ya ushuru, matatizo ya kazi hamna, matatizo viongozi hawajaweza kuwafanyia wananchi kazi, matatizo vijana waliweza kuuawa mwaka 2024. Matatizo ambayo Wakenya wako nayo ni serikali kutumia pesa za mlipa ushuru vibaya kuweza kuwaonga wananchi kuhudhuria mikutano ya rais. Matatizo ni mengi ambayo Wakenya wako nayo. Alafu chama cha ODM kinataka kuambia Wakenya kwamba matatizo ambayo Wakenya wako nayo ni chama cha ODM kiweza kupata nguvu. And that is the reason as to why wananchi wengi waliweza kuondoka hapa. Namba 2. Kwanza kabisa, kabla hujaweza kumaliza hiyo namba 1, endapo chama cha ODM hakitaenda kubadilisha tactic na waache kuambia wananchi sijui waliweza kumfukuza Sifuna kwa sababu alikataa sijui ni kuunga Oburu Odinga mkono, na waanze kuwaelezea wananchi zile ajenda ambazo watatafuta, zile ajenda ambazo wananchi wako nazo ambazo zinatakikana ziweze kufanyiwa kazi. Wasipozungumzia zile ajenda ambazo zina affect mwananchi, basi chama cha ODM kinaenda kuisha kabisa, na ndio maana unaona wananchi wanaondoka. Namba 2, wananchi wamegundua kwamba hawa viongozi kazi yao ni kutaka kunegotiate na wala sio kuweza kutetea maslahi ya wananchi. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Wananchi wenyewe wameweza kugundua kwamba akina Oburu ajenda yao kubwa ni kutaka kunegotiate na wala sio kuweza kutetea maslahi ya wananchi. Na ndio unaona wananchi walipoona kwamba hakuna ajenda kwenye muungano wa Oburu waliondoka. Namba 3, wananchi wamegundua kwamba Edwin Sifuna anazungumza ukweli na anaelewa shida za wananchi, ili hali hichi kikosi kingine cha Oburu Odinga, wao kitu ambacho wanataka ni nyadhifa na wanataka pesa. Na ndio maana unaona hata wananchi hawakuwa na haja na Oburu Odinga, walikuwa wanampigia kelele. Chama hichi cha ODM wasipojiita kwenye mkutano wagundue kwamba wananchi hawajakubaliana kwamba waingie kwa serikali, basi hichi chama kitaenda kubaki kigae. Najua niliona Okech Sala akiwa katika kaunti ya Mombasa akijaribu kusihi wananchi waweze kuunga chama cha ODM mkono ili wamuunge William Ruto mkono aweze kushinda uchaguzi. Wananchi wakakataa kumsikiliza Okech Sala, na hata wabunge wengi, viongozi wengi ambao wanamuunga Oburu Odinga mkono kwa kumfukuza Sifuna kutoka kwenye chama cha ODM, si eti kwamba wanamuunga Oburu Odinga mkono, ni kwa sababu wamegundua Oburu Odinga amesema kwamba atamuunga William Ruto mkono. Kwa hivyo hawana any otherwise isipokuwa tu ni kusema kwamba Oburu Odinga anatosha na alifanya vizuri kumfukuza Edwin Sifuna. Angalia the likes of Jalango, angalia the likes of Peter Kaluma. Si eti kwamba wanamuunga Oburu Odinga mkono, wanamuunga mkono kwa sababu amesema kwamba Ruto tosha. Na ndio maana unaona wananchi
wameanza kuchoka na hichi kikosi cha Oburu Odinga, mpaka wanaondoka kwenye mikutano yao, mpaka wanamuheko Oburu Odinga. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, lakini wacha nikueleze, ODM haitafika 2027 endapo hawataenda kupiga about turn. Hichi chama kitaisha endapo hawataweza kupiga about turn. Na hata wananchi wameweza kugundua kwamba the real ground ipo kwa Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ndiye yuko na Raila phobia. Tupatane kwa kanda ijayo.